Baada ya mechi kumalizika kati ya Al Masry na Simba Sports Club, Hans Raphael ambaye ni mchambuzi wa Crown FM amejitokeza na kuandika katika ukurasa wake wa Instagram akijaribu kuchambua kile ambacho alikiona kupitia mechi hiyo. Katika uchambuzi wake amejaribu kueleza ni namna gani ambavyo ameweza kuitazama ile mechi. Kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram ameandika, goli mbili ni nyingi kwenye soka la Afrika. Tena kwa bahati mbaya ni 2-0. Hivyo kwenye mechi ya pili Simba wanatakiwa kufunga goli 3 huku wakipambana kutoruhusu goli lolote. Huu ni mlima mkubwa sana. Kuna mtu atakwambia Simba wamecheza vizuri, walikuwa na on target 7 na total shoots 18, ila mwisho wa siku hakuna goli. Narudia tena, mechi za mtoano watu hawaangalii umiliki wa mpira bali matokeo ya mwisho. Ndio maana ushangai kuona Al Ahly anapaki ibasi kwenye mechi za ugenini. Ni kweli Simba walikuwa na umiliki mkubwa, ila nyuma hawakuwa na nidhamu. Al Masry walikuwa tishio kwenye counter na hata goli la pili limetokana na counter. Hans Raphael kupitia ukurasa wake huo wa Instagram anaendelea kuandika, haya ni makosa ya miaka yote ya Simba kutaka umiliki mkubwa kuliko matokeo ya kupita. Nilitarajia Simba kupaki basi na kupiga counter attack, ila imekuwa tofauti na goli 2 wamefungwa baada ya kuingia kwenye mtego wa Al Masry. Hans Raphael anamaliza kwa kuandika, Simba wametengeneza mlima mkubwa sana. Hicho ndo kitu pekee ambacho amekiandika Hans Raphael, mchambuzi huyo wa Crown Media ambayo inamilikiwa na Alikiba. Lakini kupitia comment ambazo wadau pamoja na mashabiki wa soka Tanzania wameziandika, zimekuwa zikitofautiana kidogo na kile ambacho yeye alikiandika, huku mashabiki wa Simba wakiwa na matumaini makubwa pengine ya kuingia nusu fainali. Wengi wanadai kuwa ikiwa Al Masry wameweza kupata ushindi wa magoli 2-0, basi hata Simba wanao uwezo wa kupata magoli hayo 2-0 na kisha kuingia kwenye matuta. Wengine wakienda mbali zaidi na kusema kuwa kumekuwa na kawaida ya Simba kupata magoli mengi wanapokuwa nyumbani, na inawezekana kuwafunga magoli hata zaidi ya 3 Al Masry, kwa sababu Al Masry si tu ni wachanga kwa Simba bali pia hata uwezo wao wa kucheza ni mdogo ukilinganisha na uwezo wa Simba. Sasa hao ni baadhi ya mashabiki na wadau wa soka ambao wamekomenti katika ukurasa huo rasmi wa Hans Raphael, mchambuzi wa soka. Wewe pia ninajua unayo mengi ambayo unaweza kueleza. Niambie, je, kwa hiki ambacho Hans Raphael amekizungumza, ni yapi maoni yako binafsi? Mimi ni Mtu Safi aka Mtu Poa na hii ni Fun Facts. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. Facebook tunatumia Mtu Poa, Instagram na TikTok tunatumia Mtu Safi, na hapa YouTube tunatumia Simulizi Forum TV. Hakikisha umesubscribe. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati mwingine.